Siku haikuwa ni nzuri sana kwa huyu mama ambaye ni single mother mwenye mwanaye mmoja tu. Janai anaianza siku hii vibaya sana. Nafsi yake inakataa kukubali ya kwamba amekwisha kumpoteza binti yake pendwa sana usiku uliopita. Hii ni kati ya movie kali kutokea kwa mwaka 2025 na ni number 1 kule Netflix. Terry Perry ndio ameandika, amedirect na ameongoza kwenye filamu hii ya Straw kama inavyoitwa, na Janai ndio amecheza humu ndani kwenye hii movie, one of the best movie kwa kipindi hiki ambacho kimewahi kutokea. Lakini kwa nini nataka tuizungumze? Sitaki tuizungumze deeply kiundani, au kabla ya kuanza kuzungumza filamu hii ya 2025 kiundani, nataka ni ukate utata kidogo. Kuna baadhi ya watu hawakuitambua story ya Straw namna gani ilivyo, na ndio maana baadhi wakimekuwa wakijiuliza ilikuwaje, yule mtoto amekufa saa ngapi na nini. Lakini picha linaanza hivi. Ngoja kwanza tuondoe utata kuonyesha kwamba matukio yote ambayo ulikuwa unayaona ya yule mama Janai ambayo alikuwa anayafanya au Taraj, lakini wametumia kwa jina la Janai, kila ulichokuwa unakiona anakifanya ilikuwa ni hisia, yani mtu ambaye hataki kukubali ya kwamba mwanawe, binti yake kipenzi, tayari amekwisha kuondoka katika huu ulimwengu. Hali hii ya kulazimisha kuona kwamba bado binti yake ipo ndo matukio yote ambayo uliyaona, lakini yule mtoto alifariki usiku moja kabla ya matukio yote unayaona. Unakumbuka wakati hii filamu inaanza, opening scene yake ilikuwa ikituonyesha nyumba ambayo inaashiria vitu vya ndani ya nyumba vinaashiria vya mtu mnyonge, and then tukaja kumuona Janai akiwa anatembea kwenye corridor amembeba mwanawe, na nyuma yake kuna watu wawili wanajitokeza hivi, daktari, wakiwa wanamshangaa. Picha hii ambayo ilikuwa inafunguka mwanzoni ndio siku ambayo mwanawe alikufa, na huyu unayemuona amemshikilia kama mtoto hapa hakuwa mtoto, lakini mtunzi alikuwa anatuonyesha hisia za kwake zilikuwa zinahisi nini. Hisia hizi ndio zilifanya tuone na sisi kama amebeba mtoto. Lakini ukifika mwisho wa filamu unaona picha hii hapa. Janai au Taraj kwa jina lake halisi, alichokuwa amekibeba ilikuwa ni blanketi aliyomfunikia mwanawe wakati anamleta hospitalini, lakini yeye kwa kukataa, alikuwa hakubali. Kuna ile hali kwamba haiwezekani, binti yangu hakufa. Kile alichokikumbatia pia alikuwa anahisi ni mtoto wake. Unaiona hii picha ilivyocheza hapa, matukio ambayo tunakuja kuyapata mwisho. Hata hii scene ambayo tunaiona anamwamsha mwanawe, kimsingi usiku huu alitoka hospitali akaja kwake akalala peke yake bila kuwa na mtoto. Hii ni utata ambao nitaka tuukate kwa watu ambao hawakuelewa story. Kwa hiyo yote tunayokuja kuyazungumza sasa hivi yalikuwa ni mauzauza ambayo aliyafanya Janai kwa akidhani ya kwamba anatekeleza wajibu wake kwa binti yake, kwamba kwa wakati huu alikuwa amekwisha kufariki. Na ndio maana kuna sini hii hapa, utamwona huyu mwalimu alikuwa anamshangaa wakati anampungia mkono, anashangaa kwa sababu anajua huyu mtu binti yake amekufa. So nini kimemleta hapa? Why? Alafu ananipungia mkono akiwa na tabasamu. Ilikuwa kinajaribu kumshangaza sana. So picha linaanzia hapa na uhondo wa picha yenyewe na utamu wake unaanzia hapa. Moja kitu ambacho nimekipenda nataka nikwambie kabla hatujaendelea ni kwamba kadri ya picha ilivyokuwa inakwenda, mgogoro huu wa hisia zake ulikuwa unakuwa, kwa sababu hii kitaalam ni psychological criminal drama. Drama ni mchezo ambao umegusa kwenye mambo ya kisaikolojia. Kwa hiyo aliharibika kisaikolojia baada ya taarifa ya mwanae kufariki. Story yetu inaanzia pale ambapo Janai au Taraj anaamka, kisha anamwamsha mwanawe kama kawaida anavyofanya siku zote. Anamwamsha mwanawe, anamchukua, anakwenda kumkosha, anapiga naye story.
sehemu ya kwanza ambayo unazigusa hisia za watu ni yule mtoto anapomwambia mama yake kwamba utakwenda leo kunilipia pesa ya chakula ili niweze kula mlo kamili, niachane na kula makoko shule. Mwalimu ananisema sana. Mama anauliza, ina maana anakusema mbele za wanafunzi wengine? Mtoto anaitikia kwamba ndio. Mtoto wa Janai Dr. Raj ni mtu ambaye kwenye hii filamu anaonekana kwamba ana passion kwenye mambo ya kisayansi, na tayari alikuwa ametengeneza project yake ya kisayansi, japo kwenye picha ilikuwa haituonyesha hiyo project ilikuwa inahusiana na nini na kwa nini aliamua kuitengeneza hiyo. Usisahau project hii ni mithili ya kiripuzi fulani itakuja kumponza Janai. So Janai anaondoka na mwanawe. Wakati anatoka nje, usisahau zote hizi ni imagination, hatoki na mtoto, na mwisho wa filamu ndio unaiona picha kamili ilivyo. Anatoka zake, anatoka nje, anahisi kama anatoka na mwanawe, kumbe haiko mwanawe. Anakutana na mtu ambaye ni mlemavu siku zote, anakaa kwenye kiti, anamuomba fedha. Udada alikuwa ni mtu mwenye hali ngumu na anapambania maisha yake na binti yake, lakini alikuwa na mkono wa kutoa. Yani hata kama angekuwa yeye ana shilingi 1500, lakini alikuwa na uwezo wa kumpa ile 500 mtu ambaye anaona ana uhitaji na yeye, japo hiyo 1500 yenyewe kimsingi kwenye maisha yake yeye mwenyewe ilikuwa haimtoshi. Huyo ndo alikuwa huyu dada na kawaida yake. Lakini wakati anafanya hivyo, mwenye nyumba anamuona bwana na kumshambulia, kumwambia kwamba oyo, yani una pesa ya kumpa omba, lakini fedha ya kulipia kodi yako huna. Yuko happy kwa sababu alikuwa anajua ni siku yake ambayo anatakiwa aende akalipwe. Kwa anamwambia usijali, leo tunalipa mshahara wetu bwana. Dada alikuwa anafanya supermarket, so kwenye saa 4 nikipata break mimi nitakuja kwa ajili ya kuclear hiyo kodi, wala usijali. Ana uhakika na hicho ambacho anakizungumza. Anaingiza na mwanae kwenye gari, anaendesha gari mpaka school, anamshusha mwanae kwenye gari, anaondoka na kuja ofisini. Matukio yote yanakwambia mwanzoni kuamka mpaka hapa ilikuwa ni hisia zake, lakini hili la kwenda ofisini was true, kwamba anakwenda sehemu yake ya kazi, anakuta watu wamejaa. Bosi wake ni mtu mmoja mdaku sana, tunaweza kusema mkuda maneno ya vijana, yani hajali wewe matatizo yako, yana kijana ni kazi yake kufanyia. Bosi ana mind, anamshambulia na kumwambia jikaze baba, unaweza kufanya hizo kazi. Wakati anaingia kwenye kazi, mteja wako wa kwanza tu kumhudumia. Ndio maana kwamba mgogoro huu ulikuwa unakuzwa kadri time inavyokwenda. Anataka kulipa kwa kadi, na walikuwa wamecorrupt, wana bank corrupt hii supermarket. Kwa hiyo hawawezi kupokea malipo yoyote ambayo wanafanya kwa kadi, wanataka ulipe cash. So huyu binti anajaribu kumfahamisha yule dada ambaye alikuwa na mchumba wake kwamba hawezi kupokea. Na dada anasema mbona nishalipa sana, anamwambia sijui ilikuwaje, lakini kitu ambacho yule dada bwana yake anakamata chupa, anaipiga chini ya miguu naye. So anatakiwa asafishe. Wakati anaenda kule ofisini kuchukua vitu vya kusafisha, kuna mdada mwenzie ambaye anafanya naye kazi, anakuja anajaribu kumpa fedha fulani kwa ajili ya kumkizi, baada ya kumuuliza mwanae anaendeleaje na nini. Yote hii ilikuwa ni hisia kitaraji, haipo hisia. Na ukitaka kujua hisia ni kipande ambacho muda si mrefu nitakuonyesha. So baadaye anapokea simu. Simu ile inaonekana kama kapigiwa skuli kwa mtoto wake. Bosi wake anakuja na mind, oyo, watu wamejezana, unasubiriwa ukasafishe, alafu umeganda hapo unazungumza na simu man. Binti anamwambia simu kutoka kwa mwanangu hapa, siwezi kuikosa. Hebu tazama kidogo hii simu. Ilikuwa ni moja ya simu ya kusikitisha sana, lakini ilikuwa halina budi. Mwisho siku bosi anampa dakika 30 pekee huyu dada aende huko shule anakosema kwamba amepigiwa simu na walimu, halafu awe amekwisha kurudi. Gari yenyewe mkweche ya kinyonge. Kuna watu wamejaribu kuhoji, kuna dada amefanyiwa maisha ya kimaskini afa na miliki gari. Guys, kuna vitu kwa wenzetu ni vitu vya kawaida. Ndio maana gari yenyewe kwanza ilionyeshwa imechoka, modern ya zamani, yani sio kama ni brand new car na vitu vingine kama hivi. Wakati anaelekea anapitia benki anakutana na msukosuko, anaambiwa anataka kukaa kwenye feloni kwa sababu akiingiza kadi anaambiwa akaunti yake imefungwa. Meneja anamwambia ya kueleza ni kazi nzito. So huyu meneja anamjua huyu dada vizuri, lakini hajui kama mpaka hapa yule dada amefiwa. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio ambalo linatokea kweli. Anaondoka zake anaenda mpaka shule. Huko shule huko hakupigiwa simu na mtu yoyote, lakini alipofika shule, na sini hii hapa mwishoni ndio inatoa asiria kwamba hakukuwa na mtu ambaye amempigia simu. Huyu mwalimu anachomjibu hii simu. So hapo ulipata picha, lakini kwenye imagination zake
alijiona amefika school, huyu mwalimu na mwalimu mwenzie, halafu mtoto wake anachukuliwa kwa nguvu na watu wa kwa wenzetu mataifa yaliyoendelea, wakitambua kwamba kumpe huduma nzuri mtoto wako, kuna watu maalum ambao wanakuja kumchukua mtoto wako, wanakwenda kumlea. Kwa hiyo mama akawa anapambana mtoto wake asiondoke, wamwachie mwenyewe. Yule mwanae ana matatizo ya moyo na hawezi kuchukua dawa zake kama yeye mama yake hayupo, lakini taasisi hii inamwambia tayari tumekwisha kufanya maamuzi, kwa sababu imeonekana huwezi kumhudumia mtoto wako na vitu kama hivyo. Ni ripoti kwa wazi na tutakuja kutembelea nyumbani kwako kujiridhisha. Mama anaumia sana kuona kwamba muda wote anafanya kazi na anaumia kwa sababu ya mtoto wake, ili mtoto wake ale vizuri, akue vizuri na amtibie tatizo lake la moyo. Leo ananyang'anywa na watu wa ustawi wa jamii, maisha yake ni upweke, hana zaidi ya huyu mtoto wake. So anaondoka hapa, akili yake ikimwambia anatakiwa kupigana sana ili ajaribu takriban dola 40. Can you imagine? Life yake ilikuwa haiwezi hata kumiliki takriban dola 40. Pia kwenye pesa zetu za madafu ni takriban $100,000 na kidogo hivi. So anatoka pale anaelekea ofisini kwake akijua kwamba anatakiwa akachukua ile check ili aje amlipie mwanawe. Njiani mgogoro huu unakuzwa tena, anakutana na anataka kutoka kwenye foleni, asikie kwa foleni ili awahi dakika 30 alizopewa. Kunatokea mgogoro fulani hivi na askari mmoja hivi, ambao mgogoro huu tunakuja kuona wakati yeye yuko benki tena. So amefika sehemu yake ya kazi, bosi anamwambia umechelewa sana, nikupa nusu saa, umechukua masaa 2, umefukuzwa kazi, tambaa zako. Jamaa anasema wewe ige ile cheki yangu basi. Jamaa anamwambia nadhani unajua policy kwamba ukifukuzwa kazi na chako chote, kwa sababu wewe mwenyewe umeniharibia kazi. Dada anaondoka, anarudi paka nyumbani, mvua inanyesha, anafika nyumbani anakuta vitu vyake vyote vimetupwa nje. What? Paka zile toys zilizotengeneza mwanae kama project ya science. Kwa nini? Ulisema saa 4 ndio unakuja kulipa kodi, hujaja kulipa kodi. Hatuna time ya kusubiria. Anaondoka pale kurudi ofisini, akajaribu kumbembeleza bosi wake, anafika anamwambia, "Oyo, mimi sina pa kukaa na mwanangu, ujue tushatimuliwa huko. Mkwanja wangu vipi? Nipe cheki yangu." Wakati kwenye maongezi haya, wavamizi wawili wa uwizi wa kutumia silaha wanavamia kwenye hii supermarket. Fika pap. Bahati mbaya wakati ule jamaa anamsalimia mzee Kibabe, anasoma jina yule dada inatoka Jenai, ambayo Jenai. Alafu baada hapo anamwambia yule mzee, "Oyo, toa pesa zote hizo." Chizi anatoa shaba. Kuna kitu unajua, wakati mwingine tunasema kwenye filamu, watu wanasema kitu kinacholeta ushamba kinaweza kikavutia, ni kitu ambacho katika uhalisia hakiwezekani, kinaweza kikafanya kikawavutia watu wengine. Kwa kuna kitu hapa kilitokea ambacho kiuhalisia unajiuliza how. Ule mchizi wakati anaonyesha bunduki kwa ule mzee anatoa pesa, anampa yule Jenai ili ampe yule mshikaji, anasema bwana, mimi mwenyewe nazitaka hizo pesa, siwezi kumpa mtu. Alafu washikaji wako wawili juu wameshika, mmoja kashika mdogo. Ikabidi apapatwane na yule alishika bastola. Wakati anapapa bwana anamnyang'anya, anajikuta kashamshuti yule mshikaji aliyevamia. Hiki ndio kitu ambacho nasema kama kilikuwa hakiingia akilini, kwa sababu baada ya kumshoot mkuu wake wa kazi anamwambia, "Okay, umchizi alipofika huko ndani tukaliita jina lako. Kwa hiyo ni plan ambayo wewe uliichonga na hawa wahalifu mje mniibie." Haikuwa ina make sense kwamba inawezekana vipi mtu aliyepanga mpango wa kuja kuiba na wenzake amshuti mwenzake. Sio, umeelewa? Ndio kitu pekee ambacho naona kilikuwa haki make sense. So jamaa anachukua simu, anawapigia polisi na anawaelezea kwamba kuna mfanyakazi wangu amepanga plani bla bla. Yule binti hakujua saa ngapi risasi ilimfyatuka na kumpiga bosi wake, hasa baada ya bosi wake kumsisitiza kwamba unakwenda jela. Haya ni matukio ambayo yanatokea katika haswa za kutokuamini kwamba binti yake amefariki au kutokutaka kukubaliana na ukweli kwamba yule binti amefariki. Alivyomaliza kumuua, hakuchukua hata shilingi kati ya zile pesa ambazo watu walikuwa. Kachukua cheki yake, kaitia kwenye mkoba, safari mpaka benki. Anafika kwenye hii benki, alikuta tayari muda wa saa 10 wa kufunga. Lakini yule manager kwa vile anamjua na anamuona, anamwambia mpishe. So kuna muda niliwahi kumwambia kae kwenye foleni. So anakuja anaenda kwa counter, anasema naomba
cheki yangu. Utaratibu wa benki, ili cheki yako pewe pesa cash, inabidi utoe kitambulisho, litizame jina lilokuwa kwenye check na jina lako la kwenye kitambulisho, na wewe mwenyewe ndiye kisura kutokana na picha iliyokuwa kwenye binti. Hakuwa na tizama mgogoro. Ninapokuambia miongoni mwa vitu ambavyo vilipendezesha filamu hii ni kukuzwa kwa mgogoro, lakini performance ya huyu dada Taraj, performance yake ilikuwa kwenye high. Alikuwa anabadilika kadri ya mgogoro unavyokuwa, sura yake, ongea yake, emotions zake zilikuwa zinabadilika totally kadri ya mgogoro unavyosonga, na yeye alikuwa anasonga nao. And one of the best actress kwa kule Marekani. Anaambia kama huna hii kitambulisho siwezi kukusaidia. Anajaribu kuomba, anaomba kwa kusisitiza, kuonyesha kwamba ni mhitaji kweli kweli. Binti wa counter hataki kumuelewa. Binti anaona cha msingi sio chingine, anatoa ile bastola anaiweka mezani. Oyo, toa pesa zilizokuwa kwenye cheki zangu. Mabinti wanapagawa, wanaanza kutoa pesa mengi, na yeye anapagawa sana. Nyie vipi? Mimi sitaki pesa zote hizi, nataka kilichoandikwa kwenye cheki yangu, hiki ndio ninachotaka, nyie nipe. Basi hii hali inaenda, meneja anashuhudia, meneja anaamini kwamba kwenye mkoba ule mtoto alibeba ambao kulikuwa kuna toys ya mwanae, ni as long as ni kama vile mle ndani kulikuwa kuna bomu, kumbe hakuna bomu. Pirika nyingi sana zinapita. Kama hujitafuta hii movie, mkaitafuta uitizame. Lakini at the end, Taraj au Janaya anarudi kwenye sense yake baada ya FBI kuiwasha simu yake ambayo alikuwa amezima, and then mama yake mzazi anapiga kwa Taraj. Usisahau wakati huo kuna mfanyakazi aliseti simu akaweka mtandao wake wa jamii, ilikuwa linaenda live tukio hili. Wakati linaenda live, watu weusi wote wa Marekani wanalifuatilia, waliona kwamba udada hana hatia na ana haki ya kufanya vile kutokana na unyanyasaji wa kirangi na kijamii unaofanywa kwa watu weusi. Wote waliandamana, wakaja benki wakiwataka polisi wamwachie Janaya, wamwachie aende zake, wakiona kwamba hastahiki na hana kosa lolote. So katika mazingira hayo ndo mama yake anapopiga simu. I'm not robbing the bank, Mama. I was trying to unafanya nini? Kuchenchela kwa ajili ya mwanangu. Mama yake anaomba, mwanao hivi. Mama, mtoto alishakufa usiku wa jana, tulienda kuchukua maiti. to do this. Janaya. What? She died. Tumeshazika. Yupi mtoto yupi? Ndo akili yake inarudi, na ndo tunaonyeshwa sasa kwamba matukio yote mengi aliyofanya akiwa na ule mtoto hayakuwa matukio halisia, isipokuwa akili yake. Na hiyo psychological, a criminal drama, kwamba aliharibika kisaikolojia. Ndo hapa anarudi kwenye sensi yake, anatambua kwamba anajisalimisha kwa polisi. Polisi wanamchukua, wanaondoka naye na movie imeisha. Detective wa kike ambaye alicheza kwenye nafasi ya kuikamata kesi hii na kuichunguza alikuwa yuko so emotional. For the first time alihisi kabisa kwamba udada hana hatia, lakini kazi za kiusalama hizi hazianzishwi kwa hisia. Fact, ushahidi unaonekana, iko benki, ana bastola, ni kwamba anataka kupora. Story ya udada ya yeye kulelewa na single mother, mama yake, na aliyowakuta akiwa na umri wa miaka 8 ndio ilimfanya yeye ana feel emotion kali sana kwa Janaya au Taraj. Bwana, Straw ni moja ya movie kali kweli kweli. Asante kwa kufuatilia movie review. Subscribe, share link kwa washikaji zako na wapate comments, lakini kubwa zaidi tuanze tukaicheki hii movie kwenye Netflix. Moja movie kali sana kama bado hujaona 2020. So kawaida yangu kufanya movie za mpya hizo, lakini hii have to do this.